kubwa. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ili usipitwe na kila kinachozungumzwa mitandaoni na kinachotrend katika michezo. Kubwa ni dabi ya Kariakoo. Waswahili wanasema ukimwaga mboga sisi tunamwaga ugali. Hiki ndicho kilichotokea ndani ya dabi hii ya Kariakoo baada ya Young Africans kuwazuia Simba Sports Club usiku wa jana kwenda kufanya mazoezi ya mwisho katika uwanja ambao wataucheza mechi yao dhidi ya Kariakoo dabi ya Young Africans. Hatimaye Simba wakaja na tamko lao linasomeka hivi hapa, na kupa taarifa ya tamko hilo la Simba Sports Club, wakionyesha msisitizo kuguswa na kitendo cha Young Africans mabouncer wao kuwazuia kuingia uwanjani kwenda kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo husika. Taarifa inasomwa hivi: Simba Sports Club imesikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Yanga, Simba ikiwa timu mgeni. Kwa mujibu wa kanuni 17 kifungu cha 45 ya kanuni za ligi kuu bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tajwa wa mchezo husika. Kwa makusudi, Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Katika sintofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika. Mabouncer wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu na wakizuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuondoka eneo la nje ya uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukwaji huo wa taratibu za mchezo, Simba haitoshiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahiki dhidi ya wahusika wote wa sakata hili. Imetolewa na management klabu ya Simba. Taarifa hiyo kutoka kwa Wekundu wa Msimbazi ikimalizika hivyo, huku tunafahamu kwamba Simba usiku wa jana ilishindwa kufanya mazoezi yake ya mwisho katika mchezo huo wa dabi ya Kariakoo kama kanuni zinavyoruhusu kwa timu kufanya mazoezi ya mwisho katika uwanja husika kuelekea kwenye mchezo husika. Hii ni dabi iliyobeba visa na vimbwanga kweli. Mengi yamezungumzwa kabla ya dabi hii, lakini kumbuka dabi hii ndio inaamua hatima ya klabu zote hizi mbili ya nani anastahiki kuchukua ubingwa wa ligi kuu msimu huu. Maana tofauti ya alama kati ya hizi timu mbili ni chache mno. Hivyo basi Simba kama angeingia kwenye mchezo huu na atacheza na akashinda, basi yeye huenda akawa bingwa kwa 90%. Maana timu zilizobaki ambazo anakabiliana nazo ni chache ambazo zenye nguvu nyingi, zenye nguvu kama Coastal Union, Azam FC, Singida, wote alishamalizana nao. Kwa hiyo kitu pekee kama kikwazo pekee ni Young Africans kwenye mchezo huu. Na Young Africans yeye, huu ni mchezo muhimu kweli, maana akishinda basi atamzidi Simba takribani alama kama sio 4-5 hivi, na hivyo hakuna namna yoyote ambazo Young Africans itaweza kuzitoa alama hizo ama kupokwa ama kupokonywa alama hizo. Hii ni Fumo 255. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ili upate kila kinachotrend na kinachoendelea hivi sasa, na muda mchache ujao majira saa 4:55 tutakuwa uwanja wa Benjamin Mkapa kukuletea kile kinachoendelea katika uwanja huo.